بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Rajab mwaka wa 1442 biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma risala ambayo ni fupi kweli, sio ndefu, kurasa takriban 23, lakini ndani yake imebeba fawaid nyingi sana, muhimu sana. Risala yenyewe kwa jina kullu bid'atin dalalah للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. na موضوع hii ni muhimu sana kuifahamu mwanafunzi anayetafuta ilmu ya kisheria katika ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu wengi katika ahlul bid'ah, ikiwa mwanafunzi hata kuwa na silaha ya kuweza kupambana na shubuhat wanazozitoa watu wa bid'ah, ni sahali kwake yeye kukanganywa na kuchanganyikiwa na hoja tata wanazozitoa watu wa bid'ah. Na kwa kweli ukirudi ukafahamu vizuri, utakuta kuwa hakuna hoja yoyote katika yale wanaoshikamana nayo watu wa bid'ah isipokuwa ni shubha tu, na wanaovioni huzijibu kwa njia ya kielimu nzuri kabisa. Ukipata majawabu ya hizi shubuhat wanazozitoa ahlul bid'ah, basi biidhnillahi ta'ala safari yako itakuwa sahali katika kuifahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujiepusha na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. akafungua na sehemu katika khutbatul haja, kisha akasema: inna min a'zami ما ابتليت به الأمة الإسلامية تلك البدع التي انتشرت اليوم، والبدع أمرها عظيم وهي بريد الكفر. miongoni mwa mitihani mikubwa ambayo leo umma wa Kiislamu wameonjwa na mtihani huo ni hizi bid'a ambazo zimeenea leo. Kwa kweli miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea huu umma kubakia nyuma ni kwa sababu ya uzushi waliozua baadhi ya Waislamu, ikawapelekea wao kurudi nyuma sana na kuwa wadhalilifu sana katika huu ulimwengu. Bid'a
pamoja na kuwa watu waona ni jambo dogo, bali wengine wakasarih na kusema wazi, kwa nini twateta kwa mambo madogo madogo? Ni kwa sababu hawafahamu athari mbaya ya uzushi katika dini ya Allah na namna unavyoeneza chuki baina ya Waislamu. Bid'a ndio sababu zilizofanya au ndio sababu iliyofanya umma ukasambaratika, ikawa watu hawawezi kuwa kitu kimoja kwa sababu ya uzushi katika dini ya Allah. Wa hiya baridul kufr. Barid ni kama posta. Ukienda posta inaitwa barid. Bid'a ni kama posta inayokupeleka kwenye ukafiri. Bimaana mtu akivama katika bid'a kaendelea kufanya uzushi katika dini, huenda ule uzushi ukampeleka mpaka akaingia kwenye kufuru wal iyadhu billah. Na hili utalisadikisha ukiangalia mfano wa watu kama kina Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, kitu gani kilichompeleka kwenye kufuru isipokuwa ni bid'a zikampeleka paka kwenye kufuru? Ibn Arabi, kitu gani kilichompeleka katika kufuru? Utakuta ni bid'a tasawuf. Ibn Sab'in, Ibn Farid na wengineo katika khurafiyin na ahlul bid'a wale ghulatu sufia, hakuna kilichowapeleka katika zandaqa wakawa mazindiq isipokuwa ni bid'a, mpaka wakawa wazungumza maneno machafu kabisa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka waweza kusema maneno yani ukashangaa maneno. Hata baadhi ya masufi ukiyasoma yale maneno wanayoyasema hawa mabwana wao, mbele yao waona haya, watamani wajizike kwa yale maneno machafu wanayozungumza. Yote haya asili yake ni bid'a, ikawapeleka katika kufuru wal iyadhu billah. Ni kitu gani kilichowapelekea watu leo wakawa baadhi yao waabudu wafu, maiti, kama si bid'a? Kitu gani kilichowafanya Banu Israil kuabudu ndama walimtengeza kwa dhahabu isipokuwa ni bid'a walizua wakati huo? إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين لأنهم افتروا ولزوا katika dini ya Allah. Ni kitu gani kilichowapeleka manasara mpaka wakamwabudu Isa alayhi salatu wassalam isipokuwa ni bid'a? Bid'a ndio zilizowafanya wao kuzua katika dini ya Allah jambo ambalo hakuja nalo Isa alayhi salatu wassalam. Wengine wakazua bid'a ya kuwa yeye ni mtoto wa Mungu, wengine wakazua bid'a ya kuwa yeye ndiye mwenyewe haswa Mola wao ameshuka katika sura ya mwanadamu, wakamwabudu. Bid'a ndio zilizowapelekea watu wakawa na wazimu, ikiwa waamini kuwa Mungu wao aliuliwa katika msalaba, ule msalaba wa utukuza kwa sababu ya bid'a. Leo lau kama utaambiwa kuwa baba yako ameuawa na chombo hiki hapa cha kisu hiki ndio kiliomuua babako, sawa, utafanya nini? Utakichukua pengine ukivunje ukituple mbali, sio? Sasa ukichukua ukianike kwenye shingo yako useme hiki kisu kizuri sana kinamuua babangu, akili yako nzima. Sasa hawa wasema Mungu wao haswa ameuawa katika msalaba kisha auvaa ule msalaba kwenye shingo yake, akili yako mzima. Bid'a ndio ziliwafikisha hapo, uzushi katika dini. Na walipozua uzushi huo hakuna aliyewakataza, ndio maana wakaiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna hii. قال ابن عباس رضي الله عنهما, ابن عباس رضي الله عنهما سمع: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. mambo yanayochukiza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi haya ni uzushi.
na hizi nas hata ukawatajia makhurafi bado watasema bid'a si dhambi kubwa. Maneno yako wazi kabisa, inna abghadha al-umuri ila Allah al-bid'a. Ibn Abbas asema mambo yanayochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uzushi katika dini ya Allah. وقال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. بدعة يپندeza zaidi kwa Iblis kuliko maasiya. Maasiya mtu hutubia akawacha yale maasi, akatubia akarudi kwa Allah kwa sababu ajua ni makosa. Ama bid'a mtu atubii kwa sababu aona kile anachokifanya chamkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana hawachi. ومن أهم أسباب انتشار البدع، miongoni mwa sababu muhimu sana zilizopelekea kuenea kwa bid'a, اعتقاد الكثيرين في أن هناك بدعة حسنة، kuitakidi wengi katika watu kuwa kuna bid'a nzuri. Wenyewe husema bid'a ziko aina mbili, kuna bid'a mbaya na nzuri, na hii ndio ikawapelekea waangukie katika uzushi katika dini. وفي هذا البحث المختصر أبين فيه خطأ هذا الاعتقاد. الشيخ سيما na katika hii bahth utafiti ambao ni mfupi nitabainisha hapa kosa la itikadi kama hii mbovu. قال والقول من الأدلة الشرعية وأقوال السلف والعلماء، ثم الرد على شبهات محسني البدع. نهابا atabainisha kosa linalopatikana katika kauli hii, khata hadha al-i'tiqad wal qawl, kwa dalili za kisheria na maneno ya wale wema waliotangulia na wanawavioni, kisha atazirudi shubha za wale wanaopamba na kusema kuwa kuna bid'a nzuri, kusema hizi bid'a ni nzuri. jambo la kwanza, dhikru al-adillati wa aqwali ahli al-ilmi ala anna al-bid'a kullaha sayyi'ah wala tujadu bid'atun hasana. Mwanzo watataja dalili na maneno wanaovioni kuwa bid'a zote ni mbovu, wala hakuna kitu chaitwa bid'a hasana. Msiwasikilize hao wanaowadanganya kuwa kuna bid'a nzuri, hata wakiwa na TV mazuri mazuri wametoa machaneli yao makhurafi yao, sababu siku hizi wana channel zao na nini, kisha ukatwa vile vipaje. Kuna bid'a nzuri? Hebu kidogo, kuna swali hapa lina utata, waeleze waislamu hao. Wajua muongo ndio yuanza kudanganya eti kwa sababu iko kwenye TV ama redio ndio yuanza kukudanganya, akupoteza huyo. Yudhilluka an sabilillah, hao ukiwatii watakupoteza katika njia ya Allah. Hebu yupi ambaye asema kweli? Huyo anayekwambia fuata yale aliyokuja nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, basi tosheka nayo. Na mwingine akwambia kuna vitu waweza kutunga katika ibada ukafanya ambavyo mtume sallallahu alikuwa havijui, wao ndio wavijua, vitakupeleka wewe peponi. Babangu wewe enda njia sio. Kisha la ajabu na ajabu haiishi. Eti mtu kama huyo amnyoshee kidole mtu wa sunna, amwambie wewe umpotea. Sasa tumpotea vipi wewe? taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Uko wapi na maneno ya mtume sallam, nimewaachia vitu viwili mkishikamana navyo hamtapotea nyinyi baada yangu, kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi mpoteza sasa?
hao mawahabi hawa, maneno mingi sana. Lakini huyo unayemuita wahabi wewe amfuata mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyokuwa na namna masahaba walivyokuwa. Iweje awe yeye atakuwa amepotea uwe umeongoka wewe? قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Kwa dini tayari imekamilika. Amini usiamini wako katika watu wa bid'a wasema hii aya haimaanishi dini ikamilika. Wallahi wa billahi wa tallahi, mimi mmemsikia mmoja khurafi azungumza sema dini haijakamilika, kisha iwatoa shuba sema kwani hii aya iliposhuka ndio kutokea hukumu nyingine mbele? Maana yake nini? Maana yake ni kuwa hapa Allah amekosea wal iyadhu billah kutuambia sisi kuwa dini yetu imekamilika. Hakuna chochote kingine kilichokuja baada ya hii aya kushuka kuwa kuna hukumu mpya imekuja. Ilikuwa dini tayari ishafanya nini? Ishakamilika. Lakini wasema waziwazi hawaelewi wale. Kwani hii aya iliposhuka ndio basi hapo hapo mtume ankufa? Ana shubha kama yazungumza. Dini ishakamilika. Ilikuwa dini ishakamilika iliposhuka hii aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nini maana yake aya? Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kwa Uislamu ulikuwa ushakamilika, na Uislamu ambao Allah ameturidhia sisi ni ule ambayo ikishuka hii aya anao mtume sallam na masahaba wake. Huo ndio Uislamu ambao Allah ameuteremshia hii aya. Sasa Uislamu wako ukiwa kama huu ambao imeteremka hii aya akiwa na mtume sallam na masahaba, huu ndio aliyeuridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu mwingine usiokuwa huu utakuwa una mapungufu. Uislamu uliokamilika ni huu aliokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaa hufanya i'tiradh paka katika aya za Qur'ani yao jamaa, na sana ili jambo wanalo khurafiyin kuwa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Hawatosheki wao wakati Allah sema je hawatosheki hao kuwa tumekuteremsha wewe kitabu wasomewa? Wasema tutosheki sisi, tutakuongeza yetu. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى الإمام مالك سيما من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. yoyote mwenye kuzua katika Uislamu bid'a yeye aiona ni nzuri, sio ndio bid'a hasana hiyo? Si wasema kuna bid'a hasana sayyi'a? Al-Imam Malik akwambia wewe yoyote mwenye kuzua katika Uislamu bid'a aona yeye ni nzuri. Hizi nasa hawezi kuwasomea makhurafi jamaa zao hata siku moja, hawawezi, kwa sababu hizi ndio zafunga midomo yao. Yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala. Anayezua katika Uislamu bid'a akasema ni nzuri hii bid'a, huyo amedai kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe na risala aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله تعالى يقول سبحانه الله سبحانه وتعالى سيما اليوم أكملت لكم دينكم. مون الممالك ameelewa vipi aya? Dini ishakamilika, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Kile ambacho hakikuwa dini wakati ikishuka hii aya haiwezekani kuwa leo ndio kimekuwa dini. Muislamu mwenye akili yake aelewa haya maneno wazi kabisa. Lakini mtu aliye na taassub atakubakia pale pale, basi atabaki katika uzushi wake.
amekubali kuwa mzushi. Lakini mwenye akili yake tu akisikiliza maneno ya Imam Malik kama haya ayaelewa yako wazi kabisa. Kwa sina haja mimi ya kuzua katika dini ya Allah, maadamu Mola wangu ameniambia kuwa dini yangu fanya nini, imekamilika. Kitu kilichokamilika chahitaji ziada kweli? Chahitaji kupunguzwa? La, vile vile kilivyofuata tu. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema katika khutba yake ya Ijumaa, amma ba'du fa inna khayra alhadithi kitabullah, maneno yaliyo bora kabisa ni kitabu cha Allah. Wa khayra alhadi au khayra alhuda huda Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na uongofu ulio bora zaidi ni ule aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bora kabisa, si alikuja nao fulani wala allan wala aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na mambo ya shari zaidi ni yale yaliyozudiwa. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila bid'a katika hii dini ni upotofu. Haya maneno ya Mtume sallama yako wazi kabisa. Wa hadha nassun sarihun 'amun bi anna kull al-bid'i min ad-dalalat, na hii ni nas sarih la ajabu. Makhurafi pia wajue ile nas sarih. Na mmoja siku moja ni kama alikuwa yashindana na mtu, so bwana akanipigia simu, yuko pamoja na huyo khurafi, akaniambia mimi nataka nasun sarih hivyo hivyo. Yani ya kusema kuwa maulidi ni bid'a, yani nataka hadithi ya Mtume al-maulidu bid'atun, maelewa sio? Nataka hadithi. Kamuuliza wala marungi wewe wala marungi, unapiga gati wewe, maana yale maneno mfano gati gati. Ambia gati ni halali, asema la haramu. Kama nataka nasun sarih inasema almarungi haramun, nipe nasun sarih, sio hivyo. Allah hakusema yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Ikiwa wataka bid'a moja moja itajwe kwa jina lake, nyimzua mengi nyinyi, zaidi ya maelfu mmezua nyinyi. Sasa zitakuwa hadithi ngapi hizo? Kila moja latajwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitandika zote kwa neno dogo tu. U'tiya jawami' al-kalim ya akhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa maneno machache yakabeba maana kubwa, si kama mnavyofikiria nyinyi. Akasema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Kusha shamaliza. Sasa zua utakavozua wewe, yaingia yote unaoyazua chini hii hadithi, hayatoki. Umeelewa? Jamaa yangu kaniambia mmeelewa, lakini ndio wafuata. Umeelewa wafuata. Kwa hivyo hii ni katika jawami' al-kalim aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كلا بدعة نيوبوتوف. قال ابن رجب رحمه الله قوله كل بدعة ضلالة، قول ya Mtume sana aliposema kuwa bid'a zote ni upotofu, min jawami'il kalim, ni katika jawami' al-kalim, yani maneno mafupi lakini yamebeba maana kubwa, imekusanya mambo mingi.
la yakhruju anhu shay'un, hakuna chochote kinachotoka nje ya hili alilotaja Mtume sallam. Wa huwa aslun adhimun min usuli ad-din, na ni msingi mkubwa katika misingi ya dini. Na ndio maana al-Imam an-Nawawi rahimahullah alipoandika kitabu chake al-40 an-Nawawiyya, hii hadithi akaitaja kwa sababu pale ndani ametaja ahadith ambazo ni usul ad-din. Kwa moja katika hadithi akaitaja hii sababu ni msingi katika misingi ya dini. Na Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ana kitabu amesherehesha al-40 an-Nawawiyya, akaziongeza zikatimia 50 kwa jina Jami'ul Ulum wal Hikam. ndani ametaja maneno haya. قال ابن حجر رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها. كل بدعة ضلالة ni قاعدة, ni msingi wa kisheria kulliya. Kwa hiyo hapa kukusanywa kila kitu ndani yake kwa lafdhi yake na mafhumu yake. Amma mantuquha fakana yuqalu hukmu kadha bid'a wa kullu bid'atin ضلالة, حكم ya jambo kadha ni bid'a na kila bid'a ni upotofu. Fala takunu min ash-shar', kwa hivyo haiwezi kuwa bid'a ni katika nini? Sheria ya Allah. Lianna ash-shar'a kulluhu huda, kwa sababu sheria yote ni uongofu. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سمع: إن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة، هي قول يمتون صلى الله عليه وسلم كل بدعة كلية عامة شاملة، imekusanya kila kitu, ni yenye kuenea na kukusanya kila kitu. Kila kinachoitwa bid'a katika dini yaingia hapo. Qala: wa kullu ma du'iya annahu bid'atun hasana faljawabu anhu bihadha, kila ambacho mtu amedai kuwa ni bid'a nzuri, jawabu lake ni hii hadithi. Wa ala hadha fala madkhala li ahli albid'ati fi an yaj'alu min bid'ahim bid'atan hasana. Asema kwa kujengea hilo, hakuna sehemu ya kupenya ya mzushi anayejalia bid'a anayoizua kuwa ni bid'a nzuri. وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. haiwezekani mzushi kupenya kati ya bid'a katika dini wakati sisi tuna huu upanga wenye kukata tuliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam unaosema kullu bid'atin dalala. Aya atakavyokuambia lakini wajua hii bid'a, kullu bid'atin dalala, utakimbia wapi? Huu ni upanga wakata kila mzushi. Mtume sallam amekupa wewe mtu wa sunna, shikamana nao. Kullu bid'atin dalala. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. mwenye kuzua katika jambo letu hili, yani dini yetu hii, jambo ambalo si katika hii dini, atarejeshewa mwenyewe. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث من قواعد الدين. na kadhalika kwa sababu ni katika misingi ya dini, al-Imam an-Nawawi akaitaja katika al-40 an-Nawawiyya. قال: هذا الحديث من قواعد الدين ومن أصرحه وأدله على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام. سمعنا hapa hii hadithi ni katika misingi ya dini na ni hadithi ambayo iko wazi kabisa katika kubatilisha jambo alilolisema baadhi ya fuqaha katika kuigawanya bid'a kwa vigawanyo. Kuna bid'a wajib, kuna bid'a mustahab. No. Sasa itakuwaje bid'a alafu ni wajib? Wataka kutuwajibisha sisi kitu mkizua wewe bwana? Vipi wewe? Ama watuambia sisi hili jambo ni mustahab na ni uzushi katika dini? Yani labda wapokea wahi, tuambie wewe wapokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tukujue wewe nani. Lakini huwezi kutuamrisha jambo wewe ukasema sasa hivi. Subhanallah. Hii yanikumbusha aitwa nani yule Al-Jufri.
alipofikia mpaka kusema kuwa yapendekezwa kuwapa pongezi makafiri kwa mwaka mpya wao, sio? Akasema sasa katika asri hii imegeuka hukumu kutoka kwa haramu ikawa mustahabu. Mshaiona nyinyi? Hii ni fiqh mpya ya al-Jufri. Al-Jufri ameizua hii fiqh mpya, niwahi kuitaja hapa, kuwasema sasa katika asri hii imefikia wakati kuwapongeza makafiri kwa mwaka mpya. Zamani ilikuwa haramu, na mimi si walaumu wasema wale wanaovioni wetu wa zamani wasema haram, ili ilikuwa ni wakati wao. Sasa wakati wetu ni mustahab. Sisi tunajua haramu ikiwa mtu amevikika ya wa mubah tu kwa ule wakati, faman ittara ghaira baghi wala adin fala ithma alayhi. Alafu hivi utakufa wewe, kwa mfano usipowapongeza makafiri kwa mwaka wao mpya utakufa. Sasa imekubidi vipi mpaka uwe lazima wafanye hivyo, alafu iwe mpaka mustahab jamani? Kwa sababu li jamaa lishazoea kuzua, litazua katika kila jambo, mpaka katika hili pia kazua. Sema umsikia vile mtaja shekhe letu shekhe lako, mimi si shekhe kwangu, na wewe na mimi najua si shekhe kwako. Kwani watu wa bid'a wamthamini vipi mtu wa sunna? Wewe ushaona mtu wa bid'a amheshimu mtu wa sunna hata siku moja? Sisi tunajua kama mtu heshimu, wala tu hamna habari. Kwani sisi ndio tuwatakia nini? Tuna haja gani sisi na watu wa bid'a? Hatuna haja nao, alhamdulillah. Rabbuna aghnana subhanahu wa ta'ala ankum. Hatuna haja na nyinyi. Hata ukafunguliwa katika dunia utakaofunguliwa, hiyo yako baba, sahani yako wala peke yako, hatuli pamoja, sio? Wala kivyako mimi na kivyangu, kila mtu ana riziki yake, sio? Kwa ikiwa umeamua mwenyewe kufuata upotofu, ni wewe ndio umechagua, hukulazimishwa bwana. Utakwenda kukutana na Mola wako wewe kesho kuhesabu. Lakini usituwekee watu wapotofu wakapoteza umma hapa kisha watu wanyamaze ati kwa sababu mfulani. Hakuna kitu kama hicho. Potofu njipotofu tu, hata akavaa kilemba kilo ngapi juu ya kichwa chake kama ngoma, pia bado atakuwa ni dhalun mudhillun mubtadi', hivyo hivyo tu, habadiliki kuwa katika daraja hii mubtadi'. يقول الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من يكون معظميشا مزوشي amesaidia katika kuvunja Uislamu. Maneno mazito umeona, ana mengine mbele yaendelea, tutakuja kueleza siku nyingine. Hii kali zaidi, kali zaidi. Nendeni katika Sharh as-Sunnah al-Barbahari kule mwisho kule, kasomeni maneno al-Fudhail ibn Iyadh azungumza nini kuhusu mubtadi'a, ndio mtajua salaf walivyokuwa na watu wa bid'a. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. fuateni msizue, mshatoshelezwa nyinyi, na kila bid'a ni upotofu. haya maneno ibn Mas'ud. قال عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. kila bid'a ni upotofu, hata watu wakiiona ni nzuri, ni upotofu tu, haibadiliki kuwa ni upotofu. maneno mazuri kabisa. قال مالك رحمه الله: نيت شيتاجا: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، والعياذ بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سيما تماليزيا: أصول السنة عندنا، مسنجي السنة كويتسيس، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, waliqtida'u bihim, na kuwaiga wao,
wa tarkul bid'a, na kuacha uzushi katika dini. Haya maneno mazuri ya Imam Ahmad, si kusema tu imamu wetu yule imamu basi, haya maneno yake mazuri kabisa. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah, na kila bid'a ni upotofu. Na mwanafunzi hizi nusus zote hizi tulizozitaja kama iweza ahifadhi katika kichwa chake, akija mzushi akianza tu mwanza ya kwanza aya, hadithi kauli ya salaf, kwanza moja baada ya mwingine, utaja. Sasa kama atakufuata afuate, hataki yeye mwenyewe amechagua njia ya upotofu. Billati, chana naye, hatuna haja ya watu wa bid'a. Ikiwa yeye hataki kufuata haki, basi yeye mwenyewe ameichagulia njia ya batil. Shubuhatu muhassin albid'a wal jawabu anha. Insha Allah taala kuanzia kikao kitakachofuata tutaanza kuzungumzia shubha wanazozitumia watu wa bid'a na jawabu la kila shubha ambayo wanaoitumia biidhnillah taala. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.